Nowadays ni rahisi sana kumiliki website au kutengeneza website kwa ajili yako binafsi au kwa ajili ya watu wengine. Nimeshagusia mara kibao namna gani ninavyotengeneza mpaka zinakamilika, lakini nikagundua kuna kitu kimoja kinakosekana. Nimetafuta njia nzuri zaidi ya kukuelekeza ili uelewe, na maanisha hii ndio video ya mwisho wewe kuitazama kabla ya kutengeneza website au kumiliki. Mimi naitwa Vinei na hivi ndivyo ninafanya kila siku. So kama ni mgeni, unaweza ukajiunga nasi ili usipitwe na mambo ya internet au teknolojia kiujumla. Kitu cha kwanza ni kuchagua platform. Kama hujui kutengeneza website, itabidi utumie AI. Imerahisisha kampuni nyingi sana za kubeti, lakini kuna hii inaitwa BetWinner. Sasa hivi wako kwenye promotion, kwa hiyo ni mpya ijapo si mpya sana, hivyo wanatoa zile zinaitwa promotional offer, na kuna hii inaitwa promotional code. Promotional code ni kodi ambayo itakusaidia wewe kupata offer za promotion, na mimi nimepewa moja pia ambayo ukiitumia wewe utapata offer kibao unapo deposit, unapojiunga, unapoitumia. Tumia promotional code hiyo unaiona kwenye screen imeandikwa Vinei 10 kwa herufi kubwa. Ukienda sehemu ya promotional code, promo code, utaweka hiyo. Imerahisisha mambo, kila mtu anaweza kutengeneza sasa hivi. Kuna AI nyingi. Kuna Bolt, kuna Leprit Agent, kuna Lovable, na kushauri uchague Lovable. Na sababu ni kama vile urahisi na ubora wa UI yake. Yaani website ya Lovable iko vizuri kwenye simu, kwenye PC, kokote kule inaonekana fresh sana na inaweza ikatumika vizuri bila usumbufu. Kitu kingine ni muunganiko wa database. Kwenye Lovable AI hauhitaji uwe mtaalamu mambo ya kuunganisha Superbase, kuunganisha kitu hiki. Kitu cha kwanza kinaitwa plan and prompt. Kama una plan, kitu cha kwanza inabidi uwe na plan. Maybe ni plan yako mwenyewe, maybe ni plan ya mteja umepewa. Unachotakiwa kufanya ni kubadilisha plan yako kuwa prompt. Andika vitu vyote ambavyo una wish viwepo kwenye hiyo website. Usiandike tu idea yako kwamba mimi na idea au na plan yangu nataka nitengeneze website ya mtu kubook hotel. Andika kila kitu ambacho unataka kiwepo kwenye hiyo website. Usiandike mpango wako pekee. Andika unataka mtu akiingia aone nini. Lakini njia rahisi, unaweza kutumia ChatGPT au Cloud AI. Ukaiambia mpango wako, then ukaiambia ikupatie prompt ya kuweka kwenye Lovable AI. Iambie kabisa kwamba naomba niulize maswali ili tuunde prompt. Itakupatia maswali, utayajibu, then yenyewe itakupa final prompt ambayo utaenda kuipeleka kwenye Lovable AI. Na kwa nini hiki kitu ni muhimu sana kukifanya? Unatakiwa uunde prompt iliyokamilika. Sababu moja ambayo ni muhimu sana ni kwamba Lovable kuna kitu kinaitwa credits kule kinatumika. Kwa hiyo kama prompt yako ya kwanza ni fupi, haina maelezo ya kutosha, utaishia kurekebisha kila siku, utaishia kuongeza kila siku, na kila siku unawaza kuongeza kitu. Prompt yako ikiwa full ya kwanza, itakufanya utumie credits chache kutengeneza project kubwa. Kwa hiyo ni muhimu kuunda prompt ya kwanza iwe na kila kitu kimekamilika. Hatua ya pili, ukishaunda prompt, kinachofuata ni kuunda website. Moja kwa moja unaingia lovable.dev. Ukiingia huko utaweka prompt yako pale. Sasa ukiweka prompt, kama umetengeneza kwa kutumia ChatGPT, hiyo prompt imekusaidia kutengeneza, hakikisha una run kawaida, usiweke plan on. Ukiweka plan on maana yake unaanza kuchati upya. Wewe weka prompt, run. Changamoto yoyote unayokutana nayo kwenye Lovable AI, anayeweza kusolve ni Lovable AI, sio mimi, sio mtu fulani. Kila kitu unachotaka kufanya kwenye website yako, kama umetengeneza kwa kutumia Lovable AI, Lovable inaweza kukufanyia. Pointi ya tatu ni kutesti, kufix na kuupgrade. Ukisha tengeneza project, kinachofuata ni kuitesti. Ukiitesti utaona mapungufu na utaona vitu ambavyo ulisahau maybe kwenye prompt, then utaboresha. Utaboresha nini? Utaboreshaje? Usiumize kichwa. Iambie Lovable AI itaboresha. Na kama huelewi English, ni bora utumie Kiswahili kwenye prompt, kwa sababu ukianza kutumia English ukikosea kidogo, Lovable itakuelewa tofauti, itakutengenezea kitu tofauti. Kwa hiyo hatua ya tatu ni kutest, kufix na kuupgrade. Utatesti, utaangalia mapungufu yako wapi, kitu gani kipunguzwe, kitu gani kiongezwe, then utafix, alafu utaona kama kuna kitu ulisahau, utaupgrade. Utatesti, ukaona ukapata idea mpya, wakati huo unatesti, utaiambia Lovable iongeze. Kitu cha nne ni kudeploy. Watu wengi wanasema mbona nikitengeneza project kwenye Lovable inakuwa na nembo chini pale? Kwa sababu hujadeploy sehemu tofauti. Na sehemu za kudeploy ziko nyingi. Ukisha tengeneza project, hakikisha una connect na GitHub.
ni hatua ya muhimu kuifanya, ni kitu lazima kukifanya. Ni kama unatunza codes za hiyo website, unaweza ukazipeleka sehemu yoyote ile ukaziboresha, ukampa developer ukweli akaziboresha. Project yako ukiconnect na GitHub, unaweza ukadeploy sehemu yoyote ile. Na hapa ndipo inatuleta kwenye kitu chetu cha 5 ambacho ukideploy kinachofuata ni kununua domain. Kununua domain ni simple sana. Unaweza kununua kwenye platform yoyote, ila kuna njia mbili. Kununua uliko deploy au kununua kwenye kampuni zingine. Kwa mfano ni kwenye Namecheap ambapo utahitaji connect mambo ya DNS na vitu kama hivyo. Ni rahisi sana kuvifanya. Wanakuelekeza wao kwamba chukua hiki kapaste sehemu fulani, chukua kodi hii kapaste ndani ya Namecheap, utafanya unachokuandikia pale chini, utakuwa umehamisha domain. Kama unaona ni jau kufanya hivyo vitu, basi unanunua domain ndani ya platform ulio. Kama umedeploy kwenye Vercel, unanunua domain ndani ya Vercel. Bei huwa hazipishani sana. Sijajua kwa nini watu huwa wanaonaga bei hazipishanagi sana. Kinachofanya bei ipishane ya domain ni aina yako ya domain yenyewe ilivyo, jina uliloandika kwenye domain na domain inavyoishia, kama itaishia .com, itaishia .store, .online, hivyo bei ndo zinavyokuwa dictated na hivyo vitu. Kwenye kutengeneza website mpaka kuimiliki, kwanza kuna kulipia Lovable ili kupata credit nyingi. Unapotengeneza project kuna kitu kinaitwa credits kule zinatumika. Napenda kuwasisitizia watu kuwa AI ni biashara. Unavyotumia AI, unatumia resources za watu ili wao wafaidike, inabidi mara nyingi uwalipe. Credit ndio zio, mara nyingi credit huwa zinawasaidia wao kujua kwamba hawapati hasara. Kwa hiyo ukimaliza credit utatakiwa ulipie credit zingine, na hapo ndipo unapokuja swala lile kwamba prompt zako zisiposhiba utaishia kununua credit kutengeneza project ambayo haiishi kila siku. Weka prompt kamili. Kwa hiyo moja ya ukweli mchungu ni kwamba kwenye Lovable itabidi ulipie tu kama unataka utengeneze project kwa muda, yani kwa sababu kila siku watakupa credit 5. Hizo credit 5 hazitoshi kukamilisha project siku moja. Project kubwa itahitaji utengeneze kwa kutumia credit nyingi. Kwa hiyo kwenye kulipia hapo mara nyingi huwa hapa kwepeki kama una project ya serious sana. Pia kuna kulipia services zinazotumika ndani ya website yako. Wewe kama unatengeneza website unaweza kawa haujui kuwa zinalipiwa. Unataka uweke vitu labda kama recovery email, inabidi ukalipia kwenye resend, japo utapewa free trial. Ila site inavyokuwa kubwa itabidi vitu ulipie. Storage unalipia. Na baadhi ya features mtu anakuambia niwekeka AI niwe na chat nako kwenye website yangu, pale mtu anatuma ujumbe. API zinalipiwa. So vitu vingi ndani ya website, kama website yako itakuwa na features nyingi baadhi zinalipiwa. Kwa hiyo utatakiwa kununua hizo service au kulipia hizo API zinazofanya hicho kitu kiwe kinafanyika. Huo ni ukweli ambao wengi wanakuja kugundua baada ya kurun project. Mtu anakuwa na idea kubwa, anaenda nayo, anagundua hawezi akaweka kitu hiki kwa sababu kinatakiwa kulipia. Yaani ukiachana kulipia Lovable, kuna vitu ndani ya website itabidi ulipie ukitaka viwepo. Nambari 7, zingatia kuelezea kila changamoto kwenye Lovable. Hili swala sijajua kama naeleweka vya kutosha. Changamoto unayopitia, kitu unachotaka kuongeza, unachotaka kupunguza, iambie Lovable. Usianze kumtafuta mtu wa Telegram, ukaanza kumpigia mtu fulani. Iambie Lovable. Kama umetengeneza ndani ya Lovable AI, iambie Lovable itafix. Unaweza kuona ni issue ngumu sana, lakini kama website yako umetengeneza kwa kutumia Lovable, iambie Lovable itafix. Kama kuna kitu unataka uweke, iulize Lovable, itakwambia namna gani ya kukiweka na wapi kwa kukitoa, then utakamilisha project yako. Kitu kingine cha kuzingatia labda ni kulike video kama umeipenda, pia kusubscribe kwa wageni.